Haleluya, mtoto wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana mahali ulipo. Karibu sana mtoto wa Mungu, leo ikiwa tarehe 27 ya mwezi wetu wa 5. Tunaelekea kabisa ukingoni mwa mwezi wetu wa 5, mwezi wa neema ya maongezeko. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Hongera mno wewe ambaye umepata neema ya kutembea kwa siku zote 27 ukaendelea kumtumaini Bwana kama Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yako. Ninajua changamoto ni nyingi, mapito ni mengi, tena magumu ya kukatisha tamaa, lakini bado Mungu hukumwacha. Uliendelea kumtumaini, uliendelea kumwamini, uliendelea kumuomba, na ukiwa na imani ya kwamba atajibu, na hakika kuna ambayo amejibu na kuna ambayo bado hajajibu. Ndio maana tunarudi kwake tena asubuhi ya leo kumshukuru Mungu kwa kila kitu ambacho amekiruhusu, amekifanya kwenye maisha yetu. Maana asema tushukuru kwa kila jambo, kwa kuwa haya yote ni mema kwetu katika Kristo Yesu. Tumelala, tumeamka. Leo ni siku nyingine tena, tuna kila sababu ya kurudi mbele za Mungu. Tumwambie Baba, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Sio kwamba tulistahili, no, ni neema tu ya Mungu imetuwezesha kuiona asubuhi ya leo. Karibu sana mahali ulipo mtoto wa Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu na kisha tuikabidhi siku nzima ya leo mikononi mwa Mungu. Mtoto wa Mungu, wewe ni wa thamani sana. Majina yangu ninaitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru tena kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako katika maisha yetu. Leo ni siku nyingine tena Baba, umetupa kulala na kuamka. Haijawa rahisi. Kuna ndugu jamaa na marafiki ambao tulikuwa nao, ambao na wao walikuwa na mipango mizuri, wana ratiba nzuri, lakini wameshindwa kuiona asubuhi ya leo. Ni kwa sababu hawajaipata neema ambayo sisi tumeipata. Kwetu sisi hii ni neema ya maongezeko tayari. Wakati wengine wameshindwa kuiona, sisi tumeipata hii neema ya kulala na kuamka. Hivyo tuna kila sababu ya kurudi kwako kukushukuru kwa kila jambo ambalo Bwana Yesu umelifanya kwenye maisha yetu. Baba, tunasema asante. Tazama, hii ni siku nyingine, ni juma jingine tena. Baba, umetuamsha watoto wako kutoka mataifa mbalimbali. Umetuunganisha pamoja tena kwa ajili ya safari ya siku 5 zilizoko mbele yetu, ambazo Bwana Yesu tunaamini zitakuwa njema sawa sana mapenzi yako. Maana ulipotutoa ni mbali zaidi, na tuliko karibia kumaliza ni kufupi zaidi. Hivyo Baba mtakatifu, tunasema asante. Hii ni asubuhi nyingine, ni juma jingine. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunajua wewe ni mwaminifu siku zote za maisha yetu. Unaendelea kujidhihirisha katika kila jambo. Baba, tuna muda mchache uliobaki. Tuna siku nyingine tena. Tunakuja kwako kwa moyo wa toba na rehema. Yamkini kuna neno, yamkini kuna tendo, chochote ambacho tumekwenda kinyume kimeondoa uhalali kuwa sisi ni watoto wa Mungu, kama makuhani, kama wafalme. Baba, tunatubu, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu. Mahali popote ambapo tumekwenda kinyume, tumewaza vibaya, tumetenda mabaya, tumehusika kwa jambo lolote lile tunalolijua na hata tusilolijua, Baba, tunatubu, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, tuoshe, utusafishe kwa damu yako ya thamani. Tunatamani kabisa kutembea sawa sawa na jinsi Mungu ikupendezavyo. Tunatamani kabisa kuyaishi maisha ambayo Mungu amebeba sifa za utakatifu, lakini tunajua iko roho inayotusukuma kuyatenda, kuyafanya, kuyawaza, kushiriki kwa namna yote vile isivyokupendeza. Baba, katika jina la Yesu tunakuomba utusamehe, tunakuomba uturehemu, utuoshe, utusafishe kwa damu yako ya thamani. Ni shauku kabisa ya mioyo yetu kuyaishi maisha yenye kupendeza wewe siku zote za maisha yetu, lakini hiyo roho imekuwa ni kikwazo, imetufarakanisha mara nyingi sisi na wewe. Tunatamani kuyaishi maisha hayo mazuri yasiyokuwa na dhambi. Tunatamani kuishi maisha mazuri yasiyokuwa na aibu, yasiyokuwa na kashfa, yasiyokuwa na vitu ambavyo visivyokupendeza. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunajifunika kwa damu yako ya thamani katika juma jingine hili. Baba, tukizidi kuomba uwepo wako na haki yako fikae pamoja nasi tunapoianza wiki hii nyingine. Baba, tukae pamoja na wewe sawa sawa na mapenzi yako. Tukinge, tulinde na kila mpango mwovu ambao adui ameukusudia utakaodhoofisha mahusiano yetu kati yetu sisi na wewe. Hivyo Baba mtakatifu, tunaliachilia mikononi mwako roho zetu na nafsi zetu. Baba, tukizidi kuomba uwepo wako na haki yako vikawe pamoja nasi. Tunaikabidhi mikononi mwako wiki hii Baba, tukizidi kuomba mapenzi yako katika Kristo Yesu yakapate kutimia kwetu katika kila eneo. Baba,
Tunaifunika siku, dakika, sekunde zote mikononi mwako. Baba, ukae pamoja nasi. Ni maombi yetu sasa tunapoianza ibada hii leo. Baba, ukae pamoja nasi. Uwepo wako na haki yako vikae pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe na akatuone katika maeneo yote ambayo hayako sawa. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunajua wewe ni mwingi wa rehema na ni mwaminifu. Utakuwa nasi mwanzo wa ibada hii, kwa maana siku ya leo mpaka hitimisho la siku hii ya leo. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtoto wa Mungu, hii ni asubuhi nyingine tumeipata kwa neema ya Mungu. Tayari neema maongezeko kwetu ipo. Neema maongezeko tunaiona kwa uhalisia, sio tu kwa sababu hatuna vitu tulivyoomba tukapewa. Hapana, neema maongezeko ni pamoja na kulala na kuamka salama. Ndio maana ninaamini hayupo hata mmoja atakayesema hajaiona ama hajapata neema ya maongezeko. Huu ni mwezi wa 5 na tunaelekea kuhitimisha. Mtoto wa Mungu, tuna kila sababu ya kurudi mbele za Mungu tukimshukuru. Ni mengi Mungu ametutendea toka tarehe 1 ya mwezi wa 5. Leo hii ni tarehe 27, kwamba kuna mengi Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu. Kuna mengi tumeona Mungu akiachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, nimerejea asubuhi ya leo baada ya wiki 2 za maombi, maana tunapokuwa na ibada za mkesha audio asubuhi inakuwa ni changamoto sana kuipata. Kwa hiyo ninaomba tuwe tunakesha, ama kama uwezi kukesha basi asubuhi unashiriki na wewe ibada mapema kabisa kupitia radio moja kwa moja na kuwa ni live. Kwa wale ambao wanakuwa live wanapata maombi ya pamoja, tunaanza siku. Kwa hiyo tunapokuwa na wiki ya maombi, hakikisha na wewe basi kama huwezi kukesha basi wahi kuamka mapema, jiunge moja kwa moja kwa njia ya radio. Tunakuwa live na tunaweza kushiriki yale maombi yetu ya asubuhi. Kwa siku hizo zinakuwa hakuna audio ya asubuhi, lakini namshukuru Mungu, mamia na maelfu ya watoto wa Mungu tumekuwa tunashiriki pamoja. Angalau kwa sasa watu wanaelewa. Inakuwa ngumu sana kuandaa ibada ya asubuhi ikiwa unamkesha. Mwili huo wa mtu huyo mmoja uweze kujigao kwa namna hizo zote. Lakini namshukuru Mungu kwamba Mungu anakuwa mwema, tunashiriki pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikukaribishe. Neno letu la mwezi ndio lile lile kutoka kitabu cha Isaya mlango wa 40 mstari wa 29 mpaka 31. Hapo neno la Mungu linazungumzia kwa habari ya uvumilivu, linazungumzia kwa habari ya kungojea, linazungumzia habari ya gharama za neema ya maongezeko. Nikizungumza hivyo kuna mtu nimemwacha njia panda kama hanielewi. Neno la Mungu linasema huwapa nguvu waliozimia na humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Huwapa nguvu waliozimia na humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Mtoto wa Mungu, tumejifunza mtu ambaye aliyezimini mtu wa namna gani. Mtu aliyezimia ni mtu ambaye kafika mwisho kabisa, kakata tamaa, kapoteza tumaini. Lakini pia mtu asiyekuwa na uwezo ni mtu ambaye hana kabisa imani, ama hajui kinachoendelea, ama imani imekufa, hana tumaini kabisa lolote katika changamoto anayopitia. Lakini neno la Mungu katika ule mstari wa 30, hata vijana watazimia na kuchoka na wanaume vijana wataanguka. Hapa linazungumzia kwa jinsia ya kawaida, vijana wanakuwa na nguvu, wanakuwa na uwezo. Lakini hapa neno la Mungu linatuonyesha haijalishi uwe giant kiasi gani, kuna wakati unaweza ukafika ukazimia bila kujali hali yako ikoje au mazingira yako yakoje. Lakini pia mstari wa mwisho neno la Mungu linasema, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kwamba kila gharama unayoilipa ina matokeo. Kila gharama unayoingia ina matokeo yake. Kwenye kuvumilia ndiko kunapokupa kile unachostahili, sio kile unachotaka. Kile unachostahili, kwa maana kile unachostahili kimewekwa kwenye mazingira mengine ni magumu sana, hakiji kirahisi. Mtoto wa Mungu, nikizungumza hivi na mama anayesubiri kuolewa, mama anayetaka mtoto, nikizungumza hivi kwa yule ambaye amezunguka huku na kule kwa ajili ya kutafuta tiba, ndio anaweza akanielewa. Yule mtu ambaye hajapita mahali akafika njia panda anaweza akaona ni kama tunazungumza vitu vya kawaida. Lakini yule ambaye amepita katika wakati mgumu, huyu atakuwa ananielewa vizuri zaidi, kwa sababu kuna mambo anayopitia na ameendelea kuomba na kuomba na kuomba na kuomba sana, na matendo ya imani bado hajajibiwa. Ndio anaweza akaelewa. Tunasema bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya.
Kila jambo unalolihitaji mtoto wa Mungu lina gharama za kulipa. Kwa hiyo katika kila chochote unachokiomba usichoke kuvumilia, usichoke kungojea. Baraka za Mungu ni kubwa mno, na hizi baraka zinakwenda kwa wale ambao wanaweza kutembea kwenye ule mtembeo ambao Mungu anataka watembee. Watakaweza kuvumilia, wanachekwa, wanadhalilika, wanatukanwa, lakini bado wanaamini ipo siku na mimi, siku yangu Mungu ataniketisha mahali. Ipo siku yangu na mimi nitapona. Hata kama wengine wamekufa, wameshindwa, hata kama wengine wamepoteza, mimi ipo siku Bwana atanitendea. Ninaamini ipo siku. Hata kama wengine wamewahi kuolewa, wamewahi kupata watoto, lakini ipo siku na mimi nitaolewa, na ipo siku na mimi nitaitwa baba, nitaitwa mama. Kwa nini? Ninamwamini Mungu. Alishasema ya kwamba hachelewi wala hawai, anajibu kwa wakati wake. Amini. Mungu ameshasema hapa, sitakufa bali nitaishi ili nisimulie matendo makuu ya Bwana. Kwa hiyo uamini tu. Hata kama kuna wengine wameshindwa, haimaanishi wote tutashindwa. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, kila jambo lina gharama za kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo neno letu la mwezi. Lakini leo nimekuja na kitu kingine kidogo kukukumbusha mtoto wa Mungu. Tunaweza tukao tunatazama neema, maongezeko kwenye vitu na baadhi ya mambo ambayo pengine tukayatazama sana kuliko kutazama hii neema nyingine ambayo binafsi nimeitazama kuwa ni jambo la msingi sana. Tukisoma kitabu cha Zaburi ya 32 ule mstari wa kwanza na wa pili, neno la Mungu linasema, heri asiyehesabiwa dhambi na kusitiliwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Bwana Yesu asifiwe. Iko neema ambayo wengi hawaitazami, neema maongezeko ya mtu kusamehewa dhambi, mtu kusitiliwa makosa yake. Mtoto wa Mungu, pamoja na yote tunayotamani kuyaona kwenye maisha yetu, jambo la msingi na la kwanza ambalo ningetamani, muombe Mungu akupe neema ya kusamehewa dhambi. Maana ndani ya kusamehewa dhambi ndipo kunapokupa yale mambo mengine yote unayotaka kuyapata. Kwa sababu mahusiano yako na Mungu yanapokuwa mazuri, ndiyo inakuwa nafasi kwako kupata vyote unavyotaka kuvipata, kwa sababu anasema maombi ya wenye haki ni manukato na maombi ya wasio haki ni kelele mbele za Mungu. Kwa hiyo yeye aliyesamehewa dhambi na kusitiliwa makosa yake, huyo ana heri, maana Bwana atamjibu maombi yake sawa sawa naombavyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia neno la Mungu linasema, heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Kuna baraka kubwa sana, kuna neema kubwa nyingi za maongezeko kwenye moyo wa mtu asiyekuwa na hila. Mtu mwenye hila ni mtu ambaye kama ana wivu, ni mtu ambaye anateseka na maisha mwingine. Sijui nitumie neno gani, lakini zaidi kama mtu mwenye wivu, mtu mwenye chuki. Sasa moyoni mwako panapokuwa hapana hivyo vitu, ni rahisi sana kumwona Mungu akikubariki kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye hila ni mara chache sana. Wewe fuatilia maisha ya watu wa namna hii. Watu wenye hila wako kama watu wema, lakini mioyoni mwao ni watu wabaya sana. Watu ambao wako karibu na wewe, lakini kumbe wanayao mambo, wanachuki, hawafurahishwi na hatua zozote nzuri katika maisha yako. Inawezekana ofisini, inawezekana kwenye biashara uko unakofanya, inawezekana ni kwenye huduma huko uliko. Popote pale ambako wewe umeshiriki na watu ama umejiungamanisha na watu, popote pale ulipo, kwenye familia, watu wa namna hiyo wapo. Sasa neno la Mungu linasema, heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Mtoto wa Mungu, katika maombi ya msingi ambao pia unatakiwa kuyaomba katika mwezi huu, muombe Mungu akupe neema hii ya kusamehewa dhambi, ya kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Ni kweli sisi ni binadamu, kuna mahali tunapotea, lakini neema bado ipo na Mungu ametupatia. Na hii ni asubuhi nyingine ya leo, Mungu ametupatia nafasi hii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, katika maombi yako mkumbushe Bwana, liwe ni sehemu ya maombi yako, Mungu akusamehe dhambi, uhesabiwe na wewe kuwa ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Naomba niweze kuomba na wewe. Ni Jumatatu nzuri ya tarehe 27. Mungu ametupatia ni kwa sababu anatupenda. Kuna mahali panahitaji kutengenezwa ili tupate kutembea sawa sawa na jinsi Mungu ambavyo apendavyo. Mtoto wa Mungu, naomba niombe na wewe. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, naomba uweze kurudia sala hii. Inaweza kuwa ni mlango sahihi kabisa kwako asubuhi ya leo, kurejesha ile mahusiano yako na Mungu yaliyokuwa yamepotea. Maana neno la Mungu nasema, heri aliyesamehewa dhambi na kusitiliwa makosa yake. Naomba uweze kurudia sala hii
Sema, Baba, katika jina la Yesu ninakuja kwako. Mimi mwanao, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Nimelisikia neno lako, limesema na maisha yangu, limesema na roho yangu, limesema na nafsi yangu kwa habari ya msamaha, kwa habari ya kusamehewa. Baba, limezungumza na maisha yangu kabisa. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, niomba unioshe, naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Ninatamani sana kuyaishi maisha matakatifu yaliyo na sifa za utakatifu. Niondolee kila uhalali wa kifungo kinachonishikilia. Niondolee uhalali wa kifungo kinachonitesa. Katika jina la Yesu, niondolee kifungo kinachonitenga mimi na wewe. Katika jina la Yesu. Baba, asante kwa kuwa ni mwingi wa rehema, tena ni mwaminifu, unayesamehe na hata kusahau. Ninaamini umenisamehe na hata kusahau. Nifunike kwa damu yako ya thamani. Nitembee sawa sawa na mapenzi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu wewe unalituma neno lako lije lituponye na litutoe katika hayo maangamizo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, haya ndiyo maombi ya watoto wako kutoka mataifa mbalimbali. Kila mmoja ameuchunguza moyo wake na nafsi yake na kugundua kuna mahali kuna shida, na yeye kwa dhati kabisa moyo wake ameona ni vyema kutubu, kuungama na kuikabidhi roho yake na nafsi yake mikononi mwako. Baba, ninamwachilia mikononi mwako katika juma hili la mwisho kabisa la mwezi wa 5, mwezi wa neema maongezeko. Baba, ninajua kuna jambo jipya umelikusudia kwa ajili ya utukufu wako kupitia toba hii aliyoitamka asubuhi ya leo. Baba, ninajua linakwenda kufungua mambo makubwa yaliyokuwa yameshindikana kwenye maisha yake. Ninamwachilia mikononi mwako nikizidi kuomba mapenzi yako katika Kristo Yesu Baba yakapate kutimia. Mlinde, mkinge, mtunze, mwepushe na kila mpango wa adui aliokusudia unaoratibiwa kuzimu kuleta huzuni ya namna yoyote kwenye kazi yake, kwenye ndoa yake, kwenye mahusiano, kwenye huduma aliyonayo. Baba, nenda ukamhudumie mtoto wako sawasawa na mapenzi yako. Ninaamini kabisa katika wewe ni Mungu unayetupenda, ni Mungu unayetuwazia yaliyo mema. Baba, acha mapenzi yako katika Kristo Yesu yakapate kutimia. Kutana na kila mmoja aliye njia panda, aliyefika mahali moyo wake umezimia, ama amefika mahali amepungukiwa na uwezo. Baba, namwachilia mikononi mwako. Neema yako ni kubwa mno, neema yako ni kubwa mno. Baba, na ikanene mema sasa mahali alipo mtoto wako mwenye uhitaji, na ikanene mema mahali popote ambapo mtoto wako yuko njia panda, na ikanene mema mahali popote palipo na mgonjwa, palipo na ugumu wa namna yote ambako watoto wako wamefika mahali wasijua wanafanyaje. Baba, ninakushukuru kwa sababu ninajua hii ni asubuhi iliyobeba baraka kubwa mno katika maisha ya mtoto wako. Ninaibariki wiki hii, ninabariki masaa yote, dakika zote na sekunde zote. Ninaamini damu yako ya thamani itakwenda kunena mema kinyume kabisa cha yale mabaya yote. Baba, nakushukuru kwa haya machache, nikiamini katika mengi utakwenda kutenda zaidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana. Ni wiki letu la mwisho, hakikisha tunamaliza vizuri. Siku ya Jumatano tutaanza mfungo kwa ajili ya hitimisho la mwezi, kwa tutakuwa na siku 3 za mfungo, Jumatano mpaka Ijumaa. Kwa hiyo usikose. Na wiki hii maombi kwa ajili ya wanawake yanaanza leo. Usikose mwanamke na binti mahali popote ulipo. Lakini pia siku ya Ijumaa itakuwa ni hitimisho kwa ajili ya mwezi wetu wa 5. Usikose, tuhitimishe pamoja na tuupokee mwezi wa 5 katika mkesha kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 12 kamili za asubuhi. Mungu na akubariki sana. Shalom, shalom. Ikiwa ni mara yako ya kwanza na ungependa kushiriki na ama kuwa ni miongoni mwa wale ambao wako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, uwepo kwenye madhabahu ya WhatsApp, kwenye group lolote la WhatsApp, ushauri ni kwamba kabla ya kuomba, nenda mbele za Mungu, umuombe Mungu. Nenda mbele za Mungu, omba. Haijalishi ni muda gani utaomba, ni wiki, ni mwezi, haijalishi ni mwaka utaomba. Nenda mbele za Mungu, muulize kama hii ni madhabahu ambayo inamtumikia Mungu katika roho na kweli, kama hapa ni mahali sahihi pa wewe kujumuika. Kwa nini nasema hivyo? Ninakushauri hivyo kwa sababu ninakupenda. Usikubali kujiunga kwenye madhabahu hii au madhabahu yoyote bila kumshirikisha Mungu. Usimuulize mtu yoyote.
yoyote, muulize Mungu, je, hapa ni mahali sahihi ama la? Akikwambia hapa ni mahali sahihi, elekeza moyo wako na nafsi yako kujiungamanisha, maana hazina yako itakuwa mahali hapa. Maana ndivyo neno la Mungu linasema, mahali roho yako ilipo ndipo na hazina yako ilipo. Lakini pia kama utaelekeza moyo wako mahali hapa, kwa maana unataka kujiunga, tuma ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp. Sema naomba kujiunga, tuma kwenye namba 0683095434. Na akikwambia hapa sio mahali sahihi, mpendwa, jifunze kutii. Usilazimishe nafsi yako kukaa mahali ambapo umeambiwa sio, maana hapata kuwa na baraka kabisa katika maisha yako. Haitakuwa ni madhabahu itakayoleta matokeo kwenye maisha yako. Badala yake, nenda kule atakapokuelekeza, tena kwa unyenyekevu. Nenda, elekea huko atakapokuelekeza. Kwa nini? Kwa sababu baraka zako amezielekeza sehemu hiyo alikokuelekeza. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Naitwa Eric Brighton kutoka Dar es Salaam.